mwaminifu anaweza, mwaminifu Bwana, mwaminifu, mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana. Tunarudisha sifa kwako Bwana. Asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante Bwana kwa ukuu wako na mamlaka yako Bwana. Hatuna pengine pa kukimbilia isipokuwa tu ni kwako Bwana. Hatuna mwingine wa kumuitia isipokuwa tu ni wewe Yesu Kristo. Baba, tunaomba ulinzi wako katika maisha yetu. Tunaomba Bwana ukamuonekanie kila mmoja wetu. Tunaomba Bwana ukatembee nasi kwa kuwa hatuwezi peke yetu Bwana. Tunavunja nguvu zote za giza zikapate kushindwa katika jina la Yesu. Shetani hana mamlaka katika maisha yetu katika jina la Yesu. Tunasema ni asante kwa wema wako Bwana. Tunasema ni asante kwa fadhili zako Bwana. Tunasema ni asante Bwana kwa ukuu wako na umbali ambao umetutoa Bwana. Siku ya leo Baba, tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, mioyo yetu mikononi mwako Bwana. Ingia Bwana ukatawale katika mioyo yetu Bwana. Ingia utawale katika mawazo yetu Bwana. Twakuhitaji Baba, hatuwezi bila wewe Bwana. Wewe ndiye msingi imara usiotikisika Bwana. Tufinyange utakavyo na mapenzi yako yakatimie katika jina la Yesu Bwana. Baba, tunakabidhi yote mikononi mwako Bwana, ambapo tunaenda kulisikia neno lako Bwana. Tunaomba Baba ukatuonekanie Bwana, hata mtumishi wako Bwana ambapo anaenda neno lako Bwana likamfikie kila mmoja wetu na akalipokee Bwana. Ambao hawajajuana na wewe Bwana wakajuane na wewe siku ya leo Bwana. Ambao wamejuana na wewe wakasimame imara, wasitikisike Bwana, washiwe vuguvugu Bwana, bali kila mmoja wetu akakae imara ndani yako Bwana. Asikuache wewe Bwana, kwa kuwa Bwana wewe ni mwaminifu. Wewe ndiye njia ya uzima, wewe ndiye mwongozo wa kweli Baba. Tunasema ni asante kwa wema wako na fadhili zako Bwana. Tunaomba utawale katika ibada siku ya leo. Roho yako Mtakatifu akatawale. Tumeomba haya machache tukikabidhi yote mikononi mwako, tukisema hakuna mwingine anayeweza isipokuwa tu ni wewe Baba. Tunasema ni asante kwa kila mmoja ambaye ameweza kujumuika siku ya leo, hata ambao hawajaweza Bwana, tunawakabidhi mikononi mwako Bwana, kila mmoja wetu Bwana. Tunasema ni asante kwa kutuumba na ni asante kwa kutupa pumzi Bwana, na tunakuaminia katika kila jambo Bwana. Baba, asante kwa wema wako na fadhili zako. Tunaomba haya machache tukiomba Bwana mapenzi yako yakatimie katika jina la Yesu. Amen. Makofi wapi kwa Yesu Kristo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Ambapo tunaenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu akapate kunena nasi. Hallelujah. Asante sana Pastor Gloria. Mungu akubariki. Wewe unaweza kutafuta mahali kae vizuri, hivi viti ni kwa ajili yako. Kwa hiyo usione haya ama usiogope. Na watu waga wanakaa kando, wanaona kama hivi viti ni vya watu fulani, sio vyake. Hapana, mtu yote amekaribishwa hapa kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya huyu Mungu, kwa ajili ya huyu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jisikie katika nyumba ya Bwana, uwe uhuru kabisa na amani ya Mungu ikutawale. Na mshukuru Mungu kwa nafasi njema, kwa siku njema ambayo Mungu ametupatia, kwa sababu hakika sio jambo la kawaida. Ukiona umefika hapa, umeamka asubuhi, una afya nzuri, wapendwa, ni jambo la kumshukuru Mungu. Kuna watu nilikuwa naangalia jana kwenye news, watu ambao walikuwa wanaenda sijui ni Nakuru au ni Nyahururu, gari mzima Nissan, watu wakapoteza maisha yao. Walikuwa ni watu 14, watu 13 wakafa, akabaki mtu mmoja. Wapendwa, usiseme hao ni wao. Hata we ukiona huko weni kama wao, ukiona hivyo ujue ni Mungu tu amekulinda, amekupa nafasi, amekupa chance. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunadanganyika. Kumbuka hao ni watu walikuwa bado kwenye shughuli zao. Hapo najua kuna watu walikuwa na pesa zao. Najua kuna watu walikuwa na mipango yao. Najua kuna watu walikuwa wana visions, lakini visions zao hazikustop wao kuondoka. Lakini wapendwa, ngoja nikwambie kitu ya maana katika dunia hii. Kitu nimejifunza, ni vizuri tu kutembea na Mungu. Ni vizuri kuwa na Mungu, kutembea na Mungu, kwa sababu lolote laweza kufanyika popote. Bwana Yesu asifiwe. Akina Musa walitembea na Mungu. Siku ya leo hawako dunia hii,
Akina Abraham walitembea na Mungu. Siku ya leo hawako dunia hii wapendwa. Ngoja nikwambie, it doesn't matter how good or how bad you are. Kitu ya maana ni kwamba kujua hivi wapendwa, there is a day inakuja hautakuwa duniani. Mahali utasimama na nini? Kitu cha maana ama kitu cha kuhuzunisha sana wapendwa ni kile ambacho kiko ndani yako. Najua watu wengi wako wanasema labda wanaenda, ni kweli, wengine wanatafuta uponyaji, wengine wana ugonjwa hawataki kuondoka, wengine wanatafuta pesa, wengine wanatafuta mali, wengine wakiombewa ni kuombewa. Mungu tunaomba utupe maisha marefu. Lakini wapendwa, ngoja nikwambie, nimekuja kujifunza jambo la maana, sio maisha marefu ama mafupi. Wapendwa, wakati una nafasi ile Mungu amekupa, ukiona Mungu amekupa pumzi, tumia hiyo pumzi vizuri, kwa sababu nafasi ni sasa. Fanya yale mambo ambayo ni the right things. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati ni sasa. Jana kuna mahali nilikuwa kuhudumu na kuna jambo lilifanyika wapendwa, lilikuwa jambo la kuvunja sana moyo. Mahali ambapo nilienda kuhudumu jana, ikawa mahali ambapo nilipoenda kuhudumu, kuna mtu mmoja ama kuhani ambaye anahubiri kule, alikuwa ametabiria mtu mahali, akamwambia wewe hautakufa. Kuna mtu mmoja alikuwa mgonjwa sana na akamwambia hautakufa. Niliona malaika ameshuka amekugusa mwili wako. Kwa hivyo nikaona akamtabiria. Yule mama akafurahi sana. Kitu cha kushangaza ni wiki ilikuwa imevuka. Last Sunday nilikuwa huko, wakani invite niende Sunday hii kuhudumu huko. Now what happened, kitu cha ajabu sana ni kwamba yule mama aliyetabiliwa alikufa. Sunday news ilikuwa ni kwamba hivi, huyo mama amekufa na alitabiliwa. Watu wengi kanisani nikaangalia nikaona wamevunjika moyo, wameumia, wengine wakaanza kukasirika, wanajiuliza mbona pastor alisema hatakufa. Wapendwa, ngoja nikwambie, kile Mungu amesema ndio waga kinafanyika kwa maisha haya. Ni vizuri kuweka tegemeo lako kwa Mungu. Mpe Yesu makofi. Mambo yanaweza kuwa sawa, mambo yanaweza yasiwe sawa wapendwa. Kuna kitu kimoja nataka kuambia wapendwa, usitegemee jambo lolote la dunia hii. Usitegemee mwili wako wapendwa, usitegemee maisha haya, kwa sababu kwa vyovyote vile wapendwa, ipo siku utaondoka. Usiogope kifo, usiogope matatizo, usiogope magonjwa. Watu wanaogopa hayo mambo zaidi ya Mungu. I wish ungemuogopa Mungu zaidi ya kuogopa shida. I wish ungeogopa Mungu zaidi ya kuogopa magonjwa. I wish ungeogopa Mungu zaidi ya vile ambavyo unaogopa yale mambo ambayo yanafanyika kwa maisha. Kwa sababu ukiwa na Mungu, you are saved. Ndio Paulo mtumishi wa Mungu, he's an apostle, anasema hivi, kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Sikiliza, this is an apostle wapendwa, ambaye amefundisha neno, ambaye anamuelewa Mungu. Anasema hivi, kuishi ni Kristo. Kwa hivyo anamaanisha nafasi ambayo nimepewa kuishi ni Mungu ananiwezesha kuishi. Na anasema hata nikifa bado ni faida, kwa sababu anamjua Mungu. Mpe Yesu makofi. Kwa hiyo usitishwe na mambo ambayo yanafanyika. Kwa sababu maisha haya unapofuatilia wapendwa, nilikuwa asubuhi na tafakari, nasema Mungu, mimi ni nani? Umenipa maisha, ukanipa pumzi, ukanipa afya, hii nafasi umenipa, nisaidie Mungu niitumie vizuri. Watu wengi wanatafuta nafasi zingine, na zile Mungu amewapa hawatumii vizuri. Nafasi uliopewa tumia vizuri. Nimeona wachungaji wengi wamekufa, wengine wamekufa na kansa. Watu ambao wanaombea watu wanapona, lakini wao wanakufa na kansa. Wapendwa, nimeona watumishi wengi wa Mungu wapendwa, watu ambao walifanya mambo makubwa duniani hawapo duniani. Tusidanganyane. Ni vizuri sana kuponywa, lakini unapokuwa mgonjwa wapendwa, Mungu anaweza kukuponya. Lakini wapendwa, kuna wakati mmoja utatafuta uponyaji hautaupata, kwa sababu uponyaji wa roho, hiyo ndio Mungu anatafuta sana kwa wanadamu. Ukiona nafasi Mungu amekupa wapendwa, ni kwa sababu anataka roho yako, nafsi yako ipone. Gine unaangalia, unaona tu shida zako, unaangalia matatizo, unaona tu challenge. Leo nataka tujifunze ujumbe, na ujumbe ambao tunajifunza unaitwa the kingdom requirements. The kingdom requirements, ama hitaji la ufalme. Huo ndio ujumbe nataka kufundisha leo.
The kingdom requirements. Wapendwa, kwa maisha haya we have needs. Kama vile ukiwa katika umwili, wahitaji kula, wahitaji kuosha umwili, wahitaji chakula, wahitaji mavazi, wahitaji pa kuishi. Sasa those are the needs ambazo zinahitajika na huu mwili. Lakini wapendwa, there is that inner man. There is a need kwa kingdom. Kuna kile ambacho Mungu anataka from us. Kuna kile mwili wako unatakanga kwako, na kuna kile Mungu naye anataka kwako. Wapendwa, Mungu ni nini anataka kwako? That is what nataka tujifunze leo. Sababu ukielewa huu ujumbe itakusaidia wapendwa. Hautakuwa unaangalia, hautakuwa wapendwa. Biblia inasema seek first, napenda kurudia hiyo verse. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all the other things shall be added unto you. But people are seeking things. Wapendwa, whatever you need in this life, it is in the kingdom, not out of the kingdom. Iko in the kingdom. Mpe Yesu makofi. Because everything belongs to God. Lakini watu wanaonanga ni wajanja. They seek things. No wonder kama ni miujiza watadanganywa na miujiza ya kishetani, because they are seeking for things. Kama ni kukoniwa watakoniwa, because they are seeking for things. Watajikuta taabani because they are not following what God has said. Mungu amesema seek the kingdom of God first and his righteousness, and all the other things shall be added unto you. Kumaanisha sio mwanadamu anaongeza, sio mtu anaongeza, ni Mungu mwenyewe. Why? Because umetafuta the kingdom. Wapendwa, Mungu asemi seek first the things. Anasema seek first the kingdom of God and his righteousness, because in the kingdom there's everything that you need. Wapendwa, amani unayohitaji iko katika kingdom. But this king, wapendwa, amani, ushindi ambao unahitaji iko ndani ya kingdom. I am so surprised. Watu, instead of seeking for God, the people are seeking for healing. Let me tell you, kuna mtu mmoja alikuwa Bethsaida for many years, for 38 years. Alikuwa pale amekaa na viwete wengine, amekaa na wagonjwa wengine. Bethsaida inamaanisha a place of mercy. The word Bethsaida inamaanisha a place of mercy. But unaona mercy kwa huyu mtu, there was no mercy. Alikuwa amekaa pale na magonjwa yake, and nobody could help him. Hakuna mtu angemsaidia. Wakati watu wengine wanasaidika, wanajirusha kwenye yale maji, yeye asingesaidika. And one day Jesus came to him. Yesu akamjia. Yesu akamjia. Kama vile nakwambia wapendwa, let me tell you, Yesu kuna wakati anakuja kwa maisha yako. Huyu ndiye anaweza kutatua issue zako. It doesn't matter ni issue gani. Is it a marriage issue? Is it issue ya maisha? Ni kazi? Ni uponyaji unahitaji? Ni chochote unahitaji? Ni financially, wapendwa. God is a provider. Yesu mwenyewe akaona huyu mtu ameteseka, and Jesus appeared. Because kazi ya Yesu Kristo watu wengi hawajui. Wapendwa, watu wengi wanaendanga mbali na Mungu, seeking their help from elsewhere, ili wanaona kama labda watasaidika kwa njia yao. Lakini let me tell you, if you go to east, God is there. If you go west, God is there. If you go south, he's there. If you go everywhere, he's there. And finally, ile help itakusaidia kwa haya maisha. It is this God. Hebu angalia wapendwa, angalia. Nakwambia hivi, every kingdom hii iko na requirements. Nataka tusome the book of Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Hapo ndio ujumbe wetu uko best siku ya leo. Sababu wapendwa, waga nasema hivi, I don't seek for miracles. Mimi waga sitafuti miujiza. The miracles will seek me. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. That is the way of God. Njia ya Mungu sio wewe ufuate miujiza. Miujiza inakufuata, kwa sababu Mungu anajua shida zako. When you commit your soul, when you commit your heart kwa Mungu, anajua mahitaji yako. Anajua. That is why this man, when he was at the Bethsaida, amekaa pale, asinge move. It is Jesus who came. Jesus came for that man. Yesu akamwendea, akamwambia, what do you want me? Do you want me to heal you? Yesu alielewa shida yake. Mungu anaelewa shida yako. But that man alikuwa amekaa hapo for 38 years. And all these 38 years, hakuna siku Mungu wako anamuona. Wapendwa, ngoja nikwambie, kama unaona unapitia hali fulani na solution haujapata, wapendwa, it does not mean God does not see you.
Mungu anakuona. Mpe Yesu makofi. Anakuona, na wapendwa, ukizidi kumngoja Mungu atatatua. Wacha kuambiwa umerogwa, wacha kuambiwa uliendewa kwa waganga, wacha kuanza kusumbuka huku na kule, wacha kuingizwa kwa vituko, wacha kuingizwa kwa sarakasi. Wait upon God. Inahuzunisha sana kwa sababu hata kanisa sasa hivi wamepoteza direction. I am not afraid to say, makanisa zimepoteza direction. People are seeking after things. Wapendwa, huwezi kutofautisha mtu ana Mungu na mtu hana. Dunia sasa hivi, kama ni chuki iko kwa watu wa dunia, kama ni ukabila iko kwa watu wa kanisa, kama ni chuki iko kwa mtu wa kanisa, kama ni chuki iko kwa mtu wa dunia. You cannot differentiate. Everyone is saying praise God, lakini wapendwa, you cannot differentiate. There must be a difference. Kuna requirements the kingdom. If you want God to bless you, if you want God to walk with you, wapendwa, sikiliza, kuna kingdom requirements zile ambazo Mungu anataka. Mtu asikudanganye. I don't care what people are saying. I don't care kile umesikia uko nje. I don't care how many encouraging message umesikia. Wapendwa, the issue is not being encouraged. Wapendwa, sikiliza, wakati unakuwa umepata matanga, wewe kama wewe, wapendwa, even if people come and encourage you, it doesn't make sense, kwa sababu yule mtu ulipenda ameondoka. Even if they encourage you, it helps you nothing. When you unajua the pain, you go through the pain alone. Hivyo wapendwa, what we need, it is not encouragement, it is the reality. Watu watakwambia pole umeviwa, pole, but they cannot bring your husband back, they cannot bring your child back, they cannot bring anything back. So I don't need encouragement, I need God. Mpe Yesu makofi. You need God to make you strong in whatever you are going through. You need God. You need God. Unahitaji Mungu akupe nguvu kwa kile unapitia, na yale Mungu anataka kufanya kwa maisha yako, wapendwa, atayafanya, kwa sababu hakuna mtu awe ni nani anaweza kuzuia mapenzi ya Mungu. Mungu akitaka kukubariki anakubariki. Mpe Yesu makofi. Mungu akitaka kukuinua anakuinua. Hakuna mtu anaweza zuia. Ni one thing nimekuja kujua, watu wanaweza kutumia njia nyingi usipate kazi fulani, watu wanaweza kuongana usipate nafasi fulani, watu wanaweza kungangana, lakini wapendwa, let me tell you, if God positions you, hakuna mtu anaweza kupigana na wewe, hakuna mtu anaweza kusimama mbele yako, because that is a God we serve. He is a faithful God. Ngoja tuingie hapa tusome, uone kitu wapendwa. Uko wapi? Uko wapi? Ukisema unategemea maisha haya dunia, everything hapa ni temporary. Hebu imagine ni temporary. Nilikuwa nasoma asubuhi Biblia kwenye kitabu cha Ecclesiastes. Inasema ati hakuna tofauti ya mwanadamu na mnyama. Hata vile mnyama anakufa ndio mwanadamu anakufa. So I was asking myself, oh God, yani hii ndio mwili tumebeba. Hii tunajilingia sijui viwango, sijui class, sijui nini. Nikakongwa tena na hiyo ujumbe wa huyo mama ambaye alikuwa anatabiriwa, anaambiwa utaishi, utaona watoto wa watoto wako. Watu wanasema amen, amen, mpaka akachukua bahasha, envelope, akapelekea pastor. And this Sunday ilisema amekufa. Mbona mchungaji hakumzuia kuondoka? Hakuna mtu ana uwezo zaidi ya Mungu. Mpe Yesu makofi. Mtu asikudanganye. Hawa wachungaji wa sasa, unajua tuna viburi sana. Wachungaji wa sasa viburi, wanachukua mpaka nafasi, ni kama wanataka kuchukua mpaka nafasi ya Mungu. Na ukiwa mchungaji, hebu nyenyekea. Nyenyekea. Na unajua naongeaga na watu wengi, hata wachungaji wapo. Nyenyekea. Wacha kiburi. Wafundishe watu kumcha Mungu na kumpenda Mungu na kutembea na njia za Mungu. Mungu atakubariki tu. Mpe Yesu makofi. Wana complicate mambo. Hebu naomba tusome Matthew chapter 25. Inasema hivi: ndipo ufalme wa Mungu utakapofananishwa na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu. Nataka usikilize maandiko sana.
wanawali kwa Kiingereza wanaitwa virgins. The 10 virgin ni wasichana. Na kulikuwa na harusi inaendelea. So ni mfano Yesu alikuwa anatoa na kuelewesha ili uelewe. Sababu saa nyingine Kiswahili ni kigumu sana kwa watu wengi. Inasema hivi. So hawa wacha niifanye simple. Ni wasichana 10. Virgin. Virgin inamaanisha hawajuani na mwanaume yote. Hawajajichanganya. 10 virgin. Sasa kulikuwa na sherehe ya harusi. Yesu alikuwa anatoa mfano. Nitakuelewesha. Nataka uelewe. Sasa anasema 10 wakati wa hiyo sherehe ama hiyo harusi, wanawali 10, yani hao wasichana 10 wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Kama vile unaonaka kukiwa na harusi, kuna tutoto uwaga tunapangwa. Tunabeba tu vitu hivi. Sasa nataka kila mtu aelewe, ndio maana naeleza hivi. Tunaambatana na bwana harusi ama bibi harusi. Unaona tunampeleka. Sasa hivyo ilikuwa hivi. Sasa ni mfano Yesu anatoa. Nikuwa tunakuelewesha ili uelewe vizuri. Inasema hivi, 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Nataka umaka hapo. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wao wenye busara. Wale walio wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao. Kwa hivyo wale wapumbavu walibeba taa. Taa zinahitaji mafuta. Iwezi kuwaka bila mafuta. Wakabeba pasipo mafuta. Kwa sababu hizo sherehe za Wayahudi wakati huo zilikuwa zinafanywa, walikuwa wanatumia taa. Hizo taa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa? Walikuwa wanatumia hizo taa kama decoration au kama ni function fulani tu ya kufurahisha. Walikuwa wanatumia hizo taa. Hebu angalia sasa. Sasa wapumbavu 5 walikuwa wapumbavu, 5 wenye busara. Wale walio wapumbavu wakachukua taa zao wasichukue na mafuta pamoja nao. Mstari wa 4. Bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa. Wamebeba vitu viwili. Wamebeba taa na mafuta. Wapumbavu wamebeba taa peke yake. Mstari wa 5 unasema hata bwana harusi alipokawia, wote wakashinzia wakalala. Bwana harusi akachelewa kuja. Si unajua venye harusi zinakuanga na mambo mengi. Nakupa tu na mfano. Harusi waga unapanga inaanza saa 4 kamili, unakuta imefanyika saa 6. Ama nani karibu zote. Program ya harusi karibu zote inakuanga na delay. Umepanga hivi, ate mnasema program hakuna harusi hata moja nimewahi kwenda nikakuta program imewekwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata moja. Unakutaka imeandikwa bibi harusi ataingia sijui saa 2, bibi harusi anafika saa 4. Hata hapa kuna mambo waka yanakansoliwa. Mali kulikuwa na entertainment wanasema sasa hatutafanya hivi kwa sababu masaa imeenda. Kama ni kula watu walikuwa wale wamerelax, wanaambiwa kuleni haraka kwa sababu tuingie hapa tufanye. Hakuna harusi waka program inawekwa. Sasa wapendwa, sikiliza. Harusi inakuwaga na mambo ambayo hau expect. Inasema hivi, hata bwana harusi alipokawia, ndio iko kwenye Biblia. Hakuna kitu akinaka kwenye Biblia. So bwana harusi akachelewa kuja. Watu wamejipanga, wamejiandaa. Na kumbuka hapa kuna hawa wanawali 10, 5 wapumbavu na 5 waerevu wenye hekima. Hawa 5 wapumbavu taa zao hazikuwa na mafuta, kwa sababu akili zao zilikuwa zinafikiri bwana harusi ataweka program. Walikuwa wameona imeandikwa exactly saa 2 ndio bwana harusi ataingia, wakafikiria atakuja. Kwa hivyo wakaassume kwa akili zao, wakasema hatuhitaji mafuta bwana. Bwana harusi tayari program imeshapangwa. Si tuko na program. Tunajua program. Tunajua program. Wewe tubebe tu taa. Wapumbavu wakabeba taa zao wakaenda. Bwana harusi akakawia. Kumbuka bwana harusi anapokawia bado taa zinazidi kutumia mafuta. Taa zinazidi kutumia mafuta. Kwa hiyo yanaisha. Yale mafuta walikuwa wameweka yakaisha. Nitakueleza, twende tu pole. Ujumbe nataka uelewe sana. Sababu unaongea kuhusu maisha haya tupo sasa. Nitakuelewesha. Nataka tu uchukue wa ujumbe uelewe vizuri hiyo hayo maandiko. Inasema bwana harusi alipokawia,
wote wakasinzia wakalala. Si unajua sasa harusi wote wamechoka, sababu wamengoja saa 2, wamengoja. Unaonanga harusi, umewahi kuona harusi watu wakiwa wamekaa kwenye viti wanangoja? Wengi sana waka wanalala. Wengine wanaanza kungorota, wengine waka wanaanza kwenda chooni, wengine wanatoka kwenye viti wanaenda nje, wengine wanaanza mpaka bibi harusi aingie. Harusi zinakuwa, yani Mungu anajua maisha haya jinsi yalivyo. Sasa kumbuka hawa wanawali ambao wamewekwa kusimamia. Sasa 5 wale wapumbavu wamelala na taa zao hazina mafuta. Hao wengine ambao wana hekima wao wamelala pia, sababu hakuna mtu waga achoki. Wamelala lakini taa zao zinaendelea kuwaka na wana mafuta. Kwa hivyo hata hizo taa zikiwaka mafuta hayata, wana mafuta ya kuongeza hata yakisha. Lakini hawa wapumbavu wamelala, taa zao hazina mafuta, hawana mafuta ya kuweka. Bwana harusi naye amekawia. Nataka uelewe kwanza hiyo picha, ndio naenda polepole. Inasema hivi, hata Bwana mstari wa 6 inasema, lakini usiku wa 8 pakawa na kelele. Hebu angalia harusi vile ilikuwa ya ajabu. Harusi ilipangwa mchana, watu wanasikia usiku. Woi, God, ndio huyo bwana harusi, ndio huyo amekuja. Kumbuka wote wamelala. Hawa wanaulizana, kai, hii harusi imekuja saa 8 kwani? Hii kunaendaje kwani? Taa zina mafuta. Sasa unajua kumbe hizo taa hiyo harusi ilianza kupangwa mchana. Sijai kuona harusi inafanywa usiku. Zinafanywa mchana. Sherehe ndio inafanywa usiku kwingine. Lakini sasa hii harusi, kitu cha kushangaza, saa 8 ile program ilipangwa mchana wote, bado bwana harusi hakuja. Alafu saa 8 wakasikia kelele, saa 8 usiku. Oh, bwana harusi amekuja, bwana harusi. Sasa kila mtu kuamka, watu waanze kuletana pamoja, watu. Na ukumbuke ni usiku, sasa kuna giza. Kuna giza. Hizi taa zimewaka mpaka zimeisha mafuta. Za wapumbavu hakuna mafuta. Wataona vipi? Wataenda aje? Watafanya aje? Wale walio na hekima, sikiliza, inasema hivi, lakini wale wenye busara mara na angalia hapa, ngoja kidogo. Haya, sikiza. Hata mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Sikiliza, lakini usiku wa 8 pakawa na kelele. Haya, bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakamwambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Mstari wa 9, lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayata tutosha sisi na nyinyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Mstari wa 10, na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Alafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akasema, amini nawaambia, siwajui. Mstari wa 13, basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Lakini wapendwa, kuna siku ambayo sisi wote twaingoja, whether we like it or not, whether you believe it or not. Bwana Yesu asifiwe. Kunayo siku ambayo wewe unaingoja, na kando na hiyo siku wapendwa, maisha hayo, ile siku unangoja, hizi siku nyingi ulizopewa ni kwa sababu ya hiyo siku moja. Ndio maana unaona hawa wanawali wote 10 walikuwa na nafasi zote sawa, wote walikuwa na taa. Lakini kuna kitu extra ambacho hawa wanawali wengine, angalia, kuna grupu mbili hapa. Kuna wanawali 5 waliokuwa wapumbavu. Kwa nini wanaitwa wapumbavu? Kwa sababu taa zao hazikuwa na mafuta. Walijua wana taa,
Wapendwa, sikiliza, kama vile wote tumepewa maisha, tumepewa pumzi, tumepewa nafasi ya kuishi, sisi wote, hakuna mtu ana miguu minne, wote tumepewa miguu miwili, tumepewa mikono miwili, tumepewa maisha, tumepewa uhai. Awe ni mwizi, awe ni pasta, awe ni kahaba, awe ni mwongo, awe ni mganga, tumepewa nafasi moja. Lakini wapendwa, inadipenda uko upande gani? Uko katika upande wa upumbavu au upande wa the wise? Hawa waliona tunayo nafasi, tunayo taa. Wapendwa, sikiliza, hawakujua kwamba kuna kitu extra wanahitaji zaidi ya taa. Kama vile wewe, wapendwa, umepewa maisha, umepewa pumzi, umepewa jamii, umepewa kazi. Wengine hawana hata uwezo, ni kweli, wengine hawana kazi. Lakini ngoja nikwambie wapendwa, it is not about kuwa nayo ama kutokuwa nayo, kwa sababu Mungu anaweza kufungua njia, Mungu anaweza kukubariki, Mungu anaweza kukuinua. As long as you are alive, as long as you are breathing, anything can happen anytime. Wapendwa, lakini pumzi yako inapoondoka, wapendwa, there is nothing you can fix. Hata wachungaji wakija waseme tunamweka mahali pema peponi, hiyo waga ishikiki kwa Mungu. Inakuwaga ibada tu ya wachungaji ya kuwafurahisha, wapate mshahara. Inataka kwa mazishi. Unajua tukienda kwa mazishi wachungaji waga wanalipwa, hawa hujui. Pastor, njoo tuzikie mtu wetu, utalipisha pesa ngapi? Mimi wakati anashindwa kulipisha mazishi. Lakini mipangilio. Kwa hiyo lazima yule mtu amelipwa aje aseme huyu tunamweka mahali pema peponi. Alikuwa mtu mwema, alikuwa mtu mpenda watu, alikuwa mtu ana roho safi. Lakini mbinguni wanakujua wewe tofauti. Kile ambacho unajijua ndio mbingu inakujua, wapendwa. Ngoja nikwambie wapendwa, uzima unaanzia hapa. Wapendwa, kifo kinaanzia hapa. Wapendwa, laana zinaanzia hapa. Jehanamu inaanzia hapa. Ndio hawa wanawali, wapendwa, walikuwa na taa, wakaridhika kuwa na taa zao. Kama vile wapendwa, hata tukienda tunaridhika wakati ambapo tunaambiwa mambo mazuri kuhusu maisha haya, kuhusu utabarikiwa, kuhusu utafanikiwa. Hatuambiwi kuhusu bwana harusi, hatuambiwi kuhusu siku ya harusi, hatuambiwi kuhusu kujitayarisha. Hata injili ya sasa imebadilika wapendwa, haiongei kuhusu bwana harusi, inaongea kuhusu taa. Hawa wakajua tuko na taa, na wakajua wamempangia Mungu program. Wamejua bwana harusi program yake. Ndio maana unaona wakati watu wanaambiwa Yesu atakuja 23rd, watu wote uwaga wanaanza kuokoka, kwa sababu kuna program wanajaribu kuifuata. Hawamfuati Mungu, wanafuata program. Wakisikia nchi yote corona inaua watu, inamaliza watu, makanisa yanaanza kujaa, watu wanaanza kutafuta Mungu kwa sababu ya corona. Hiyo ni taa. Sasa hivyo hawa waliridhika na taa zao. Hauna kazi, Mungu anakupa kazi. Hauna jamii, Mungu anakupa jamii. Hauna alafu unaridhika. Unasahau kwamba hiyo ni taa pasipo mafuta. Wapendwa, itazima. Kila taa inahitaji mafuta. Mpe Yesu makofi. Ili sizime inahitaji mafuta extra. Taa peke yake haiwezi kukufaidi. Haiwezi kukufaidi wapendwa. Pesa haziwezi kukuridhisha. Jamii haiwezi kukuridhisha. Watoto hawezi kukuridhisha. Ni wangapi wamezika watoto wao? Wapendwa, hata wale walikufa jana katika ajali ni watoto wa watu, ni wababa za watu, ni wake za watu, ni wame za watu. Lakini wapendwa, wameondoka. Kile wameenda nacho kila mmoja ni ile taa, ni yale mafuta. Pasipo mafuta wapendwa, taa waga zinazima tu. Umeona vile taa inazimika? Kama unasema hauna kazi pale ndani, ninajua katika ile gari labda kulikuwa na mtu ni boss, ana kampuni. Kuna watu wanamuita our boss, kuna mtu anamuita my husband, kuna mtu anamuita my wife, kuna mtu anamuita my child. Kuna kitu cha maana zaidi wapendwa. Sasa hawa wapumbavu wakaona wanataa,
wakaridhika na taa zao, wakaridhika na pesa zao, wakaridhika na kazi zao, wakaridhika vile walivyo. Hawakujua harusi haitishi hayo mambo ambayo tu wako nayo. Kuna kitu extra. Kama vile maisha haya wapendwa, hayaitishi pesa tu, hayaitishi mahitaji tu. Haya maisha yanamhitaji Yesu. Mpe Yesu makofi. Yanamhitaji Yesu. Yesu ni nani? Inasema in the beginning, pale mwanzo kulikuwa na, there was a word, na hilo neno lilikuwa ndio Yesu, ndio Mungu. In the beginning was the word, and the word was with God, and that word is God. And we are talking about Jesus is that word. What you need wapendwa, this is the word of God. Uingize kwa maisha yako, umwamini Mungu, utembee kwa njia za Mungu. Huyu Mungu atakusaidia. Shida zako ana uwezo wa kuzitatua. Hauhitaji kutangatanga huku na huku. Ni sehemu ngapi umeenda bado upati msaada? Mimi najiulizaga kama watu waga wachoki. Watu wanabidia kubadilisha makanisa, watu wanabidia kubadilisha wachungaji, watu wanabidia kubadilisha wake, watu wanabidia kubadilisha wame, watu wanabidia kubadilisha kazi, watu yani mambo ambayo wapendwa, wacha nikwambie, mabadiliko ambayo unajaribu kubadilisha hauwezi kubadilisha lolote, lakini wewe ukibadilika kila kitu kitabadilika. Haleluya! Wewe ndio unahitaji kubadilika. Hebu angalia hawa wanawali, hasa bwana harusi. Hawa wengine ambao walikuwa waerevu, wakaangalia wakatafuta taa. Hebu mtumishi wa Mungu naomba unitafutie kitabu cha Mithali, the book of Proverbs chapter 20 verse 27. Nataka tuongee kuhusu hawa ambao walikuwa wise, ambao walikuwa na ufahamu. Sababu wapendwa, wawezaona tuko duniani, kila siku tunaendelea, maisha yanaendelea, watu wanakufa, watu wanakula, watu wanakunywa, maisha yanaendelea, uone kama ni kawaida. Ngoja nikwambie, ukifunuliwa watu ambao wamekufa leo asubuhi utatoroka, na ukifunuliwa mahali ambapo wameenda utashituka. Wapendwa, maisha sio kile unaona. Ni wengi wanaondoka kila siku. Hata sasa hivi kuna wengi wanaondoka hapa duniani. Usidanganywe na vile unaona watu wengi Nairobi. Hakuna, watu sio wengi, watu wanaondoka. Ni vile janga alijakupata uelewe. Hata wewe siku moja utajikuta haupo. Hakuna notice ya ati kifo kinakuja kinagonga, ni wewe tunataka. Hapana wapendwa, sikiliza, itakuja hivyo hivyo. Kuja kwake Yesu ni kama vile kifo kiko. Wakati wa Nuhu watu walikuwa wanakunywa, wanakula, wanafanya biashara zao, wanaoa na kuolewa, wakiona kama mambo ni kawaida. Ikatokea mara moja tu furiko, ikawabeba wote, gharika, wote wakafa. Lakini Nuhu kwa sababu alikuwa ametii neno la Mungu, akatengeneza safina, akaingia ndani, akaingiza na wanyama wengine ndani. Wapendwa, Mungu akamponya. Mpe Yesu makofi. Leo wapendwa, nakwambia kuna safina ambayo ni Yesu Kristo. Wewe unang'ang'ana na biashara zako huko, hauna Mungu. Wewe unang'ang'ana kutafuta pesa, hauna Mungu. Wewe unang'ang'ana kutafuta maisha, hauna Mungu. Hivyo hivyo ndio hapa unaona hawa wanawali wanaitwa wapumbavu na maandiko. Usiseme pastor anatukana, ni Mungu anasema walikuwa wapumbavu kwa sababu taa zao hawakuweka mafuta, walidhirika na taa. Wale watu wakati wa Nuhu, badala ya kumtafuta Mungu, walikuwa wanatafutia biashara zao, walikuwa wanatafuta pesa, walikuwa wanatafuta kuendelea. Wako nje ya safina lakini wanatafuta kuendelea, wanatafuta prosperity, wanatafuta uponyaji, lakini wako nje ya safina. Gharika ilikuja ikawachota wote. Kwa haya maisha usije ukatishwa na yoyote yule. Usije ukatishwa. Mimi huaga sifuatani na watu, sifuatanagi na madini, wala sifuatani na makanisa, wala sifuatanagi na wachungaji, wala sifuatanagi na vile watu wanasema. Sifuatani na vile Kenya inasema, vile Tanzania inasema. Kitu kimoja huaga najiuliza, wapendwa, ni Mungu anasema nini? Ukiwa mtu wa namna hiyo utasimama katika maisha haya. Hata magonjwa yakija, Mungu atakuwezesha. Huaga nasema hivi, huaga natoa ushuhuda wangu, nasema mimi ni kitu ambacho kisingekuwa. Mke wangu ni my witness, my sister ni my witness, my mom ni my witness. Kuna yule pia wale ambao walikuwa wananipeleka hospitali, they know the truth. Wapendwa, siku moja nilikuwa inasemekana nina ulcers, utumbo wangu ulikuwa umeliwa wote. Nikawa naomba huyu jamaa anatakiwa kuwekwa hata pipe, huyu anahitaji operation. Nikapewa madawa yako hivi,
Waka sisahau. Nilikuwa naenda chooni. Nikienda chooni ni damu tu. Ni usaha unatoka. Nikiwa nimekaa tu damu inaanza kujitoa. Inatoka huku nyuma. Sio jambo la aibu, ni maisha yako hivyo. Kwa hiyo inakuwa ngumu, yani ni jambo tu la umekaa, ni jambo la aibu kila mahali. Nikafika mahali nikasema, hasa sababu iko hivi bwana, tafanya nini? Daktari ameshindwa. Wanasema huyu what is wrong? Utumbo wako umeisha kabisa, hamna umeisha. Umefanyiwa endoscopy, umefanyiwa umeisha bwana. Hatufanya nini? Nikapewa madawa. Nakumbuka siku ile nilienda nikamwambia mke wangu, unajua nini? Mungu ni mwaminifu. Na kama Mungu ameandika niishi, nitaishi. Kama Mungu ameandika niondoke, nitaondoka. Lakini najua Mungu ni mwaminifu. Mapenzi ya Mungu yatimizwe. Nilikuwa nimeandikiwa vitu vingi nisile. Nakwambia kuhusu mimi. Napenda sana kutoa ushuhuda wangu. Sasa unajua kile Mungu alinifanyia. Nikamwambia mke wangu, sikio leo kitu ya kwanza tulikatazwa ni nyama. Nilisema sasa hizi nyama ndio ndakula. Kama nasafiri nitasafiri. Hizi nyama ndio ndakula. Wapendwa, ninakumbuka nilienda chooni nikamwambia Mungu, wewe ni Mungu mwaminifu. Hamna jambo linakushinda. Haya maisha niko nayo sio mimi nilijipa. Ni wewe ulinipa. Na unajua kuzaliwa kwangu na unajua kuondoka kwangu. Kisa vile niliongea. Nikamwambia mimi siwezi kujitetea mbele zako, wala sina lolote la kusema isipokuwa Mungu kukuamini wewe. Naomba Mungu tu unikumbuke hata katika ufalme wako. Kumbuka mapenzi yako yatimizwe. Wewe nilienda waiva kapika nyama, akaniambia are you sure tunakula nyama na hizi ndio vitu likatazwa? Nikamwambia nyama ni za nani? Ni za shetani ama ni za Mungu? Tukawa na discussion, nikakula. Nilipokula wapendwa, the funniest thing kwa dunia hii, ndio niliamini Mungu kazi zake ni za ajabu. Pasipo kuwekewa mkono wote, pasipo kuombewa na yote, pasipo kutabiriwa na yote, pasipo lolote lile. Nilikula nyama. The next thing when I went to the toilet, nilienda normally vizuri, and from there I was completely healed. Mpe Yesu makofi. That is how. Na wapendwa, ni miaka na miaka na wacha nikwambie, sisi mimi na wewe leo tunaweza kukaa njaa uumie na mimi nisiumie. Tunaweza kaa njaa tukae. God healed me completely. Mpe Yesu makofi. Sio ile ya kupanga, completely. That's why ndio nakwambia ndugu yangu, muamini Mungu. Wacha kuogopa. Wewe kwa nini naweza kufa? Wewe kwa nini magonjwa? Wewe ugonjwa unajua ni mbaya sana. Wewe unajua. Muamini Mungu. Hata ukienda hospitali bado muamini Mungu, kwa sababu hata unapoenda hospitali, wapendwa, ngoja nikwambie, sio ujinga au kukosa imani kwenda hospitali. Unajua kuna imani vingine watu wanafundishwa ni vya ujinga. Yesu alisema hivi, mgonjwa anahitaji nani? Narudia hivi. Yesu alisema mgonjwa anahitaji nani? Mbona hakusema mgonjwa ananihitaji mimi? Mbona hakusema mgonjwa ananihitaji mimi? Kwa sababu kile kinamhitaji nafsi ndio inahitaji Yesu. Huu mwili peleka kwa daktari, mpe Yesu makofi, akutibu. Daktari akikwama, unajua kwa nini alisema mgonjwa anahitaji daktari? Kwa sababu mgonjwa huu ni mwili. Daktari ni sehemu ya mwili, huduma ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nenda hospitali. Sije ukadanganya na mtu. Nimeona wengi watu wanakufa kiujinga eti amepona, ukienda uachane na hizo dawa sasa. Achana na hizo ARVs. Usitumie. Sasa umepona sasa. Umepona with no evidence. Wengine wamepewa barua za uongo. Wapendwa, Mungu akitaka kukuponya, akikuponya, tayari anakuponya na inakuwa na evidence yenyewe. Mpe Yesu makofi. It is that way. Kama umeombewa hujapona, wacha kujifanya umepona. Ajifurahishe mtu. Wacha watu wapendwa. Yani Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Unajua kitu ambacho hakiko ndani yako, kama hauna imani ndani yako, usilazimishe kuwa na imani usiokuwa nayo. Sababu utakufa. Ndio unaona mambo kama Shakahola. Mambo kama hayo, vituko, na Kenya kumejaa mambo. Wachungaji wa vituko. We kama wapendwa umeombewa, kwani unaona kuna mtu Yesu yote ambaye alimuombea ilikuwa
itakuwa evident amepona hapo hapo. Mpe Yesu makofi. Kama hujapona, umeombewa kichwa hujapona, nenda hospitali. Ngoja kusema ati niliombewa itakuwa sawa, utakufa. Ni mimi nakwambia, na mimi ni mtumishi wa Mungu, si ati sina imani. Ninayo imani, lakini imani ambayo haiko ndani yako haiwezi kukuponya. Nisikie, usije ukaamini kitu ambacho hakiko ndani yako, hakitafanya kazi, utakufa. Mimi si kuombewa na mtu. Kama vile yule mama ambaye alikuwa anaishi wa damu, sijui kwani watu waga wanadanganya. Yule mama haikuanzana na Yesu uponyaji wake, ilianzana na yeye. Yeye aliniambia nikigusa vazi la Yesu nitapona. Ndio maana unaona kuna wengine wanakujaga kanisani anajua mimi nikiombewa nitapona. Huyo mtu anaombewa anapona. Mpe Yesu makofi. Lakini ukija tu hauna imani, pastor niombe, naona kama nitakufa. Utakufa. Ukisikia mgonjwa kimbia hospitali, daktari atakupa dawa, mwili utakuwa sawa. Mpe Yesu makofi. Sasa angalia, wanawali wapumbavu hawakuwa na taa, hawakuwa na mafuta, lakini wamebeba taa. Lakini hao wengine walijua kwamba pamoja na kwamba we are wise, ama pamoja na kwamba sisi ni wanawali tuna hekima, tunahitaji taa na tunahitaji mafuta. Kwa nini? Hao wengine walikuwa wajinga, sababu walikuwa wanajifanya, sijui walikuwa wanafikiriaje. Walikuwa wanapanga program za upuzi sana. Walikuwa wamempangia Mungu. Watu wengi unajua wako wanampangia Mungu. Wanampangia Mungu. Hawako katika mipango ya Mungu, lakini wanampangia nani? Mungu. Hawa walikuwa wamejua kwamba bwana harusi atakuja siku hii, atakuja saa hii. Walikuwa wanafuata program zao, naye bwana harusi akakawia. Hasa angalia wapendwa, hebu mtumishi wa Mungu naomba unisomee hapo. Nisomee kitabu cha Mithali, Proverbs 20:27. Uko upande upi? Uko upande wa are you wise ama uko upande wa fool? Sawa wapendwa, ngoja nikwambie, haya mambo ya Mungu, it is something that is personal. It is something ambayo unatakiwa iwe ndani yako. Wacha nikwambie wapendwa, this thing is real. Hii kitu ni kweli. One day sisi wote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu. Kila mtu atapiga magoti mbele ya Mungu. Imagine ukimuinamia Mungu and you are going to hell. Imagine. Afadhali uanze kupractice kuinama sahi na kumwabudu sahi na kutembea kwa njia zake sahi. Mpe Yesu makofi. Wewe wacha, wakati unaangalia wapendwa, usishtuke wakati utaangalia watu ati wanafanya mambo yao ni kama wanaendelea. You know, sometimes unajua kama mwanadamu wa kawaida utaangalia uone hawa watu wana kazi, mimi sina kazi. Hawa hata wameoa, huyu hata ana watoto, mimi sina watoto. Mimi kwangu kuna kaa hivi, maisha yangu iko hivi. Hayo ni mambo ya kawaida katika ulimwengu, yanaweza kukusumbua. Lakini nakwambia pamoja na hayo yote, hakikisha una mafuta. Mpe Yesu makofi. Taa yako ina mafuta. Katika hizo hali zote uko na Mungu. Sijaolewa, nina Mungu. Sijaoa, nina Mungu. Sina kazi, nina Mungu. Nina kazi, nina Mungu. Niko mgonjwa, nina Mungu. Niko na afya, nina Mungu. Mpe Yesu makofi. Hamna mtu anaweza kuingiza Mungu ndani yako, ni wewe peke yako. Ndio Yesu anasema, niko mlangoni na gonga, yoyote anayesikia akifungua nitaingia. Hakuna pastor atakupa Mungu. Hata kile mimi siwezi kukupa Mungu. Nakupa injili ili uichukue hii injili, uiamini, ikufanyie mambo. Hivyo ndio unakuwa a wise servant. Mpe Yesu makofi. Amen. Nisikilize vizuri sana. Ni Mithali 20 mstari wa 27. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Endelea. Kupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Sasa angalia, nataka uelewe taa kazi yake ni nini. Ili usielewe tu ni taa walikuwa wamebeba. Ni kwa haya maisha, inaongelea kuhusu maisha yako. Hiyo pumzi unapumua sio kama ile oxygen madaktari wanakuweka. Ndio maana narudiaga hii statement. Ile oxygen madaktari wanakuweka sio pumzi kamili. Ndio maana unaona haiwezi kupelekwa mochari iwekwe watu wafufuke. Bwana Yesu asifiwe.
inawekwanga mtu akiwa na pumzi ya Mungu. Kwa nini? Sababu pumzi sio kupumua tu. Hapana. Tunaongea kuhusu pumzi ya mwanadamu, ni taa. Kwa hiyo angalia. Kwa hiyo hii taa inahitaji mafuta. Pumzi ya mwanadamu, sikiliza, ni taa inapeleleza ndani ya mtu. Kwa hivyo kila mara unapopumua, pumzi yako kwa Mungu ni information. Pumzi yako waga inafika, inasema huyu ni muuaji. Pumzi yako inasema huyu ana chuki. Pumzi yako inasema huyu ni muongo. Pumzi yako inasema, pumzi sio upepo, sio tu. Ndio sasa hawa watano wapumbavu, taa zao zilikosa mafuta. Walikosa mafuta. Kumbe ilikuwa ni kazi yao kutafuta mafuta. Mpe Yesu makofi. Haya mafuta yananunuliwa wapi? Tunapoongea kuhusu mafuta, tunaongea kuhusu huyu Yesu. Tunaongea kuhusu Yesu. Iliyo taa isizimike, unahitaji mafuta. Na ndio nikakwambia leo watu wengi wanafikiri mafuta ni anointing oil. Kupakwa mafuta, wanapaka anointing, wanapaka mwili, lakini haibadilishi ndani. Hebu angalia wapendwa, tunaongea kuhusu taa. Pumzi ya mwanadamu ni, angalia, pumzi ya mwanadamu ni taa. Angalia, inapeleleza ndani, inamweleza Mungu habari zako zote, maisha unayoishi kila siku. Kwa hivyo hao walikuwa hawana mafuta, ndio maana taa zao zikazima. Ndio maana kwa maisha haya wapendwa, usipokuwa na mafuta, angalia, wote walikuwa na taa, wote walikuwa na taa. Kwa hiyo kila mmoja anataka kama vile Mungu amempa kila mmoja pumzi. Awe maskini ana pumzi, awe tajiri ana pumzi, awe mganga ana pumzi, awe muuaji ana pumzi, awe kahaba ana pumzi. Lakini ile pumzi kazi yake ni kumpa Mungu information kuhusu wewe. Unapopumua, unapumua, wengine wanapumua usherati, wengine wanapumua chuki, mwingine anapumua uongo, mwingine anapumua mawazo mabaya, mwingine anapumua kutosamehe, mwingine anapumua. Hiyo ni information. Ukijua wewe, watu wengi wapendwa, Mungu atusaidie. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Unapopumua, Mungu anaona vizuri, anaelewa mambo yako yote. Ukiwa mbinguni, uko hapa unalia tu, oh Mungu nibariki, Mungu niinue, Mungu nivae wewe. Lakini jinsi pumzi yako inavyofika na hauna mafuta, sasa hautafuti mafuta. Mafuta ndio yanafanya ile taa iwake. Mpe Yesu makofi. Hebu mtumishi wa Mungu, naomba unisomee Zaburi 18:28. Nataka tuongee kuhusu hilo. Nataka tusome mambo uelewa pia. Usidanganyike na maisha haya. Uko upande upi? Are you wise? Uko katika group ya fools ama wise? Sometimes when we are fools, we follow people more than God. We trust in preachers more than God. We trust in churches more than God. We trust in ourselves more than God. We trust kwa nguvu zetu kuliko nguvu ya Mungu kwa maisha yetu. Mtu asipokuwa wise, unajua wapendwa, haya maisha sisi wote tunakuaga the same. Jana tulikuwa tunadiscuss na my wife and she asked me a very funny question. Akaniuliza, hebu nikuulize swali. She asked me, akaniuliza, ukiona mtu anaendesha gari wewe unafikiria aje? Ama ukiona mtu amejenga nyumba kubwa wewe unafikiria aje? Aliuliza swali. Kaambia vile nafikiria. Nikaambia, waka nafikiria tu unaona ana gari. Hata mimi natamani labda siku moja nitakuwa na gari. Akaniambia umejibu sawa. Akaniambia lakini unajua haya maisha sisi wote tunakuaga tuko equal. Wote tunakuaga tuko sawa. Tuko very equal. Tukaongea mambo mengi sana kuhusu maisha haya. Tuko equal. Wewe unaweza kuona yule ambaye unaona
anaendesha gari ama asiendesha, wote wako sawa. Shida za yule, nikawa naambia unaona mwingine anasema amejenga kwake. Kuna mtu mmoja yuko na kwake, alinipa budget ya kwake, nikamwambia afadhali niliyekombolesha. Budget ya kwake na amejenga kwake. Budget ya kwake. Lakini wakati hauna kwako unaona kama uko mbali sana. Wakati hauna gari yako unaona mtu anasema mimi napandanga gari ya nani? Gari ya nini? Gari ya passengers. Unajiona bure sana. Mtu anakuja anakuambia wewe unahitaji kuendesha. Leo ukiwa na uitoe nyumbani ufike hapo, inakula mafuta ya shilingi ngapi? Nataka tufanye mahesabu ya kimwili. Hizo si kiroho na kuonyesha kimwili. Kuna watu wanaachanga gari paki kwa sababu inamuitisha 1400 kuja raundi moja huko. Yule ataingia kwa basi atalipa 50. Huyu analipa ngapi? 1400 amekuja. 1400 amerudi. Nataka uone kitu. Haya maisha it's not a big deal. Sio big deal. Hata wewe ukichukua nguo Gikomba, uvae shati ya 50. Mwingine aende achukue nyingine ya achukue nguo ya 2000 ready made. Kuna kitu na kuonyesha. Uone vile this mind can deceive you. Usipomjua Mungu, this mind can deceive you. Unasikia watu wakisema, wewe si wa kuvaa mtumba, wewe utakuwa unavaa nguo zinatoka Turkey, wewe utakuwa unavaa nguo zinatoka Germany. Hiyo si big deal. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajua Adam na Eve, sikiri Mungu wako anajua kuna nguo aliwavalisha ngozi. Aliwavalisha tu ngozi. Zile manyasi walijaribu kuzitengenezea hazikuwa zinawafunika. Akawapa tu ngozi. You see how God is simple. God is very simple. Najaribu kuambia hivi wapendwa, katika hali uliyoko ridhika na umwamini Mungu. Mpe Yesu makofi. Usijione duni, lakini one thing very important ambayo hutakiwi kukosa ni mafuta. Hautakiwi kukosa mafuta. Uko maskini, usikose mafuta. Hauna pesa, usikose mafuta. Haujafanikiwa, usikose mafuta. Hawa wote tunaona walikuwa wote na vitu vimoja. All of them were virgins. Wote walikuwa na taa. Lakini ilipokuja kwa position wamewekwa, the 5 were fools and the 5 were wise. Hebu mtumishi wa Mungu somea. Tuone kitu ya kuhusu taa. Unahitaji mafuta wapendwa. Usidanganywe na maisha ya kila siku. Kula, kunywa, ni sawa kula, ni sawa kunywa, ni sawa kuwa na kazi, ni sawa kuwa na pesa. Hayo mambo yasikubebe. Unahitaji mafuta. Bao ni Yesu. Mali zetu hatupeleki mbinguni. Mtu asikudanganye. Hata ukijenga magorofa na magorofa unakufa unayaacha. Hata ukiwa una pesa unakufa unaziacha. Hata ukiwa masikini unakufa unaacha. Hata umasikini wako bado unakufa unauacha. Sijawahi kusikia mtu kwa sababu wewe ni maskini sana hautakufa. Masikini anakufa, tajiri anakufa. Sijawahi kusikia kwa sababu wewe una pesa sana basi tunakuachia maisha uishi. Hamna. There is an appointment, my friend. There is an appointment. There is an appointment. Usikose mafuta. Hayo mambo ambayo yanakuweka mbali na Mungu lazima uamue, lazima upingane nayo kila siku. Lazima unahitaji mafuta. Haya maisha yote tunayoishi ni kwa sababu ya siku moja. Just one day. Wanafunzi waka wanaamka asubuhi mapema, wanaenda shule mapema, wanapitia hali ngumu. Wengine usiku wa walali wanasoma, wengine wanaweka miguu ndani ya maji kwa sababu ya siku moja mtihani. Mtihani mmoja tu, iwe ni KCPE, iwe ni KCSE, kwa sababu ya siku moja. Hiyo siku moja inagharimu matayarisho yako. Mtoto ambaye hakuwa anasoma,
waga hapiti, waga hafaulu. Mwalimu yupo, wachungaji wapo kuambia kweli. Wachungaji, watumishi wa hawezi kusema hujasikia kweli. Wapendwa, angalia, Mungu ameandaa watumishi wake wa kweli, lakini uamuzi wako inamata kile ambacho utaamua. Mwalimu anafundishaga wanafunzi wote, lakini wengine wanapita, wengine wanaanguka. Kwa nini? Mwalimu ni mmoja, lakini ufahamu wao tofauti. Wamechukua mambo tofauti, kazi zao, bidii yao ni tofauti. Kuna watoto wanalala, hawasiki hivyo hivyo. Hata wanawali, angalia, wote walichoka wakizidi kungoja bwana harusi aje, lakini bwana harusi akachelewa. Wote walichoka wakalala, wote walichoka wakalala, sababu wana mwili, wakachoka wote. Lakini hata hawa wote walipolala, matokeo yao hayakuwa wote wameharibiwa na usingizi waliolala. Hapana, wale wapumbavu ndio waliharibiwa na usingizi wao. Kwa nini? Sio kwa sababu usingizi ilikuwa ni vibaya wamechoka, hapana, kwa sababu hawakuweka mafuta. Unaweza kuwa unafikiria hapa duniani is a place of comfort. Hapa hakuna amani. Hapa hata ukitafuta amani, wapendwa, hapa hata ukitafuta kuseto, you can't. Magonjwa yanakuja yanakugonga, umaskini unakuja unakugonga, ndugu zako wanakuja wanakugonga, mke wako anakuja anakugonga, mme wako, jirani. Ukijaribu kutafuta amani hapa haipatikanagi, mimi nakwambia. Lakini kwa hayo yote, kitu cha maana wapendwa ni mafuta hayo. Wapendwa, unapotafuta uponyaji, tafuta sana uponyaji wa nafsi yako, uponyaji wa roho yako. Mpe Yesu makofi, kwa sababu hiyo ni ya milele. Hiyo ni ya milele wapendwa, hiyo haifi, hiyo ni ya milele. Mwili unaondoka, lakini wewe hautaondoka. Hakuna mtu dunia hii atakufa wapendwa. Hii mili ndio waga inakufa, lakini mtu wa ndani yupo. Na nataka nikukumbushe leo, kama haujasikia, kuzimu iko, kwa shetani kuko, moto upo na uzima upo wapendwa. Yesu yupo, uamuzi ni wako. Unaamua nini? Leo jua likaamua lishuke chini, Mungu akaamua jua lishuke, au upepo wa kisulisuli kama huo unakuja, Mungu akiamua upepo ushuke ubebe watu wote, utakuwa wapi? Wapendwa, sikiliza, anakuambia kitu. Mungu akaamua upepo kama huo wa kisulisuli unakuja, uvuke dunia nzima, watu waangamie wote, upepo wa kisulisuli, utakuwa wapi? Kazi yako inabebwa, manyumba yanabebwa, maisha yanabebwa, mwili unabebwa, utakuwa wapi? Jiulize swali, utakuwa wapi? Hiyo kazi unakimbilia, una Mungu. Hizo deal unakimbilia. Kuna wengi walikuwa na deal wakafia katikati wakikimbiza deal. Hamjui Mungu, anaenda direct kuzimu, moto wa milele. Wapendwa, si Mungu atusaidie wapendwa, Mungu atusaidie. Mungu atusaidie wapendwa. Mimi naonaga na huzunika sana watu wanapopigana kutafuta baraka. Na huzunika napoona watu wanang'ang'ana na vitu. Na huzunika sana ninapoona watu wanahubiriwa injili ya vitu. Inanihuzunisha. Wakati mwingine waga nasema, Mungu, hawa watu mpaka nalia peke yangu. Unajuza, Mungu, hawa watu hawaoni, wao wamepigwa upofu, wanatafuta vitu, hawamtafuti Mungu. Hawana nafasi ya Mungu, Mungu ambaye ndio mwenye vyote. Ndiza watu wengi wanaenda kutafuta utajiri tu kanisani. Naambia kwa watu, ukitaka utajiri usiingie kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, ukitaka utajiri usiingie kanisani kutafuta utajiri. Fanya kazi tu, Mungu atabariki kazi ya mikono yako tu. Mpe Yesu makofi. Kazi waweza fanikiwa vyovyote. Mungu ni mwaminifu. Kanisani unakuja kutafuta utajiri wa kiroho. Mpe Yesu makofi. Utajiri wa kiroho. Utajiri wa kiroho ni kumjua Mungu, kumtii Mungu. Kumtii Mungu. Yesu alikufa kwa ajili ya nafsi. Utajiri wa kimwili Mungu wakati analeta kwa njia yake, kwa wakati wake, kwa namna yake. Waweza kulala masikini sana, uamke tajiri kwa sababu ya Mungu. Mpe Yesu makofi. Utajiri wa hapa wapendwa, mtu ng'ang'ana kutafuta.
unang'ang'ana na upati kwa muda. Lakini wapendwa, wakati unakuwa na Mungu, wapendwa, Mungu waga anajua mahali njia ziko. Mungu anajua mahali njia za kupenyea ziko. Anajua mahali kila kitu kipo. Anaposema seek first the kingdom of God, anajua kile anasema. All the other things shall be added unto you. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu na utakatifu wake, hayo mengine mtazidishiwa. Lakini mwanadamu kwa sababu ya upumbavu wake waga anaona mimi nahitaji kutafuta. Ndio maana mtu anasemaga Mungu anasaidia wale wanajisaidia. Watu wanatumia maneno kama hayo. Mbona ukiwa kwenye kifo ujisaidii? Mbona magonjwa yakikufuata ujisaidii? Unajua unaweza kuamka na hii mwili ikatae kuamka. Mbona huwezi kujisaidia? Ni nani huyo alikupa nguvu? Mbona huwezi kujipa nguvu? Saizi unafanya kazi ama mpango yote unapanga, ni kwa sababu ya ile uhai Mungu amekupa. Ni kwa sababu ya ile pumzi Mungu amekupa. Ni kwa sababu ya ile nafasi Mungu amekupa. You have nothing without God. Si Mungu akusaidie uelewe. Mpe Yesu makofi. You have nothing without God. Hebu angalia. Nasema hivi. Naomba unisomee Zaburi 18:28. Ujumbe huu ni mrefu lakini utaendelea kesho, wataniwezesha. Amen. Somea hapo, nisema nini? Zaburi 18:28. Kwa kuwa wewe unaiwasha taa yangu, Bwana Mungu wangu aniangazia giza langu. Sikiliza. Kwa kuwa wewe unaiwasha taa yangu. Kwa angalia wale wapumbavu, sababu hawakuwa na mafuta, taa zao zikazima, wakabaki kwenye giza. Kama vile wapendwa, pasipo mafuta ambaye ni Roho Mtakatifu, pasipo mafuta ambaye ni huyu Yesu, utabaki kwenye giza. Taa yako, wacha vile unaambiwa nyota yako imeibiwa. Naongea kuhusu taa yako inazima. Taa yako ikizima huwezi kuona. Kwa maisha yako unatafuta kusonga mbele ya usongi. Masomo yako yamefika mwisho. Leo asubuhi nikija kwenye gari nikasikia mtu akiongea na simu, ana huzuni kweli. Akafika mahali akasema, unajua sasa mimi nimefika mwisho kabisa. Ndani ya roho nikakumbuka kumbe mwanadamu hufika mwisho. Kila mtu anafikaga mwisho. Nilipotoka nikamwambia muamini Mungu. Muamini Mungu, lakini habari za Mungu hataki kusikia. Wengi wanafika mwisho wa maisha yao sababu taa zao zimezimwa. Hawana mafuta. Ndio Daudi anasema hapa, alielewa. Kasema wewe unaiwasha taa yangu. Wapendwa, unapokuwa na Mungu, fanya uamuzi ambayo ni wise. Fanya uamuzi wa kihekima. Mungu ana uwezo wa kuwasha taa iliyozimika. Mpe Yesu makofi. Leo ukimwamini ana uwezo. Hawa wanawali taa zao zilipozima hawakuwa na nafasi tena. Hawakuwa na mafuta, kwa hiyo hawakuwa na nafasi. Hawa wengine, angalia wapendwa, hamna utofauti. Hawa wote 10 of them were virgins. Wote walikuwa ni mabikira. Meaning they were clean and pure. Kama vile Mungu ametuumba wote vizuri. Cha pili, wote walikuwa na taa. Kwa Mungu waka hapendelei. Hapendelei. Mungu waka hapendelei. Ila ikifika sehemu ya mafuta, kuna kitu ambacho wao walihitaji kuchukua hatua. Mungu anakupa taa, lakini mafuta utatafuta wewe. Ndio wale wengine unaona wakiwa na hekima walitafuta. Ndio Biblia inasema seek first the kingdom of God. Ndio maana unaona hii dunia kama kuna Mungu anasema tafuteni Mungu kama vile mnavyotafuta pesa. Kuna watu usiku wa walali wanawaza nitalipa rent vipi? Nitapata pesa wapi? Nitalipa school fees vipi? Nitatajirika vipi? Lakini hayo mawazo, that energy, afikiri Mungu. Ndio Mungu anasema tafuta Mungu kama vile mnatafuta pesa. Unaposoma Ecclesiastes inasema money answereth all things. Ati pesa ni jawabu ya mambo yote. Now when it comes to God,
God is greater than money. Mpe Yesu makofi. God is the answer ya mambo yote duniani na pia mbinguni. Pesa hapa ukiwa nazo waweza kula chochote. Lakini wapendwa, wakati unakuwa mgonjwa, naandikiwa na daktari usikule hii, hata tumbo yako ikianza kukataa chakula, utakula. Nimeona wengi wanaambiwa wewe huwezi kula. Ana pesa lakini anawekewa chakula, inapitishwa kwa inaitwa full support, anawekewa full support. Ana pesa lakini hawezi kuingiza chakula kwenye tumbo lake. Mani wapendwa, atalipia full support lakini chakula haiwezi ingia. Naona wapendwa, that is why taa yako wapendwa unahitaji mafuta. Naomba tusimame. Popote ulipo naomba tusimame. Mungu ataniwezesha nitaendeleza ujumbe kesho. Naomba tusimame popote ulipo. Kwa kumheshimu Mungu tusimama. Kama kweli unamheshimu Mungu simama tu. Usimame kwa sababu ya mimi au sababu ya wote, kwa sababu ya Mungu. Hiyo miguu ambayo unaikalisha ni Mungu amekupa. Umefika wakati sio kubembeleza, ni kuongea kweli. Sipo mheshimu Mungu anasema mkiniheshimu nitawaheshimu. Msipo niheshimu nitawafanya kitu kisichofaa. Kwa hiyo ni uamuzi, sikulazimishi. Ni maandiko yanasema, sio mchungaji. Unapojifunza kumheshimu Mungu na ukitaka kujua maisha ya watu, hebu angalia how they behave kwa Mungu. Ndio maana hata mtu mwingine ukiombea aesaidika. Sababu the way is behaving to God ndio matokeo ya maisha yake. Lakini mtu yote ambaye ananyenyekea kwa mambo ya Mungu baki chini. Naomba ufumbe macho. Unaweza kuwa umesikia ujumbe huu na wewe nimekwambia tayari unataa, labda una mafuta kwa maisha yako. Na unasema unahitaji mafuta. Nimekwambia mafuta ni Yesu Kristo. Mafuta ni Yesu Kristo. Kumwamini. Unaweza kuwa pia unasema umeokoka. Lakini wapendwa, mafuta uliyoyabeba hayo, there is something which is not good with you and you know in you. Ndani yako waga unajua. Mungu amekupa nafasi ya kutubu, ya kurejea, ya kuconfess, ya kurepent. Nataka hao watu wawili popote ulipo, umesikia ujumbe, unasema unamhitaji Yesu ambaye ndio mafuta. Unataka kuokoka, unataka kujuana na huyu Yesu. Unataka kuwa a wise person. Ni kweli una hali ngumu, ni kweli una matatizo, lakini unapokuwa na hii taa, unapokuwa na mafuta, hapa ni Yesu, hamna mali utakwama, kwa sababu yeye atahusika. Unaona hawa wanawali wapumbavu walifungiwa milango nje, sababu wakati wao hawakutumia vizuri. Wakati walienda it was too late. Don't wait when it's too late wapendwa. Don't wait when it's too late. Mungu anasema ukisikia sauti yake usifanye moyo wako kuwa mgumu. Hawa walipokuwa nafikiri sasa ndio watapata chance, walipoenda kutafuta mafuta wakafungiwa. Walipokuja wanagonga wakaambiwa hakuna kufunguliwa. Mlango ukifungwa haufunguliwi. You have a chance. You are alive. Una pumzi. Uko hapa unasema unataka kuokoka. Inua mkono wako juu tuombe pamoja. Unasema unahitaji haya mafuta ambayo ni Yesu Kristo. Unamhitaji Yesu. Hapo ndio utakuwa salama. Hapo ndio utakuwa na ushindi. Unapomtafuta huyu Yesu, vitu vingine vyote ni kazi, ni nini, ni yeye atanyoosha. Anajua la kufanya. Yesu always he knows what to do. Wachungaji wakishindwa, manabii washindwe, watu wote washindwe, Yesu anajuaga la kufanya. Hata wewe ukishindwa anajua la kufanya. Anajua hitaji lako, anajua moyo wako, anajua maisha yako. Ni muumba wako. Inua mkono juu, sema unataka kuokoka. Unataka kujiunganisha na Yesu. Au ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma na unataka kumrudia Yesu. Inua mkono wako juu tuombe pamoja. Amen. Rudia maneno haya.
Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Ufute majina yangu kwenye kitabu cha mauti. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Tangu leo nimekuamini Yesu. Nimekiri kwa kinywa changu. Nimeamini kwa moyo wangu. Kwa wewe Yesu Kristo ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kuniokoa. Nimeokoka. Asante Yesu kuniponya. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, nakuja mbele zako nasema asante kwa huyo ambaye amesikia neno lako. Baba, akakuamini wewe. Hakika ni wewe unaokoa. Umesema kwa neno lako hakuna mwanadamu anaweza kumwokoa mwenzake. Hata sisi watumishi watutumia tu kama vyombo kufikisha neno lako ili ambaye anakubali akapone. Asante Mungu mwaminifu kwa sababu huyo amesikia neno na akafanya uamuzi. Ninaomba Baba ukaingilie kati kwa maisha yake, ukamsaidie kwa maisha yake katika kila area ya maisha yake. Ni kazi popote ambapo amepungukiwa, muonekanie Baba, kama vile ambavyo wale wanawali 5 waliokuwa na ufahamu walipokuwa na mafuta hawakupungukiwa. Wakati wengine wanalia, wakati wengine milango imefungwa, wao walikuwa ndani. Asante kwa sababu ya huyu ambaye Yesu Kristo amekukubali, akakuwa wise, akaingia ndani. Asante kwa uponyaji. Muwezeshe kusimama katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Wewe ambaye umeokoka usiondoke. Watumishi wa Mungu wako hapa watakuhudumia. Unahitaji lolote, inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu. Haya mafuta ambayo naongea kuhusu uwaga yanafanya kazi wakati wowote popote. Ndio maana unaona hata hawa wanawali 5 because they were wise, hata walipolala bado taa zao hazikuzimika sababu walikuwa na mafuta ya kuongeza. Hivyo ukiwa na Mungu hauwezi kupungukiwa. Ni mahitaji yako, hata kile ambacho hauna Mungu atakupa. Ni pesa unahitaji, Mungu anajua. Money and gold and silver belongs to God. Mungu aliyeumba mbingu na nchi, wapendwa. Pesa ni nini kwake? Pesa ni nini kwa Mungu sasa? Utajiri ni nini kwa Mungu? Mungu ambaye ameweka jua juu, Mungu ambaye ameweka mwezi, Mungu ambaye amekupa pumzi unapumua. Hamna kitu Mungu hawezi. Shetani asikudanganye. Inua mkono wako juu, tumwamini Mungu. Baba, asante kwa mikono ya watumishi wako. Wana mahitaji tofauti. Wengine ni kazi, wengine ni issues za afya, wengine ni issues za ndoa, wengine Baba wako tu discouraged, wengine wamefika mwisho, wengine wamechanganyikiwa, hawajui la kufanya, wengine wako katika hali ngumu sana saizi Baba. Ninaomba nguvu yako inayoponya, nguvu yako inayobariki, nguvu yako inayoinua ikawe juu yao katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia Baba nguvu yako kwa maisha ya kila mmoja, kwa baba huyu, kwa kijana huyu, kwa mama huyu, kwa msichana huyu. Asante Mungu kwa sababu kwako yote yanawezekana. Popote ambapo kuna milango na vizuizi vikakatike sasa katika jina la Yesu Kristo. Ni katika jina la Yesu Kristo. Ni katika jina la Yesu Kristo. Baba, naachilia uponyaji, kibali chako juu ya maisha ya watu wako. Wapiganie watu wako Baba katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu najua umetengeneza njia. Asante kwa sababu ninajua umetenda. Asante kwa sababu ninajua itakuwa ni ushuhuda kwa watu wote. Baba, asante kwa wote ambao wamejitolea pia kwa pesa zao, wakati wao Baba kuja kwako Baba. Hivyo walivyojitolea kwa kazi yako, hata wewe kwa maisha yao najua utawabariki na kuwainua. Asante Baba, na wakabidhi wote mikononi mwako Baba. Wanaofanya biashara wasaidie, bariki kazi zao, wasaidie Baba, asiwepo yote wa kuvunjika moyo katika jina la Yesu Kristo. Wewe ulikuja Yesu tuwe na uzima na tuwe na tele. Uzima kwa jamii zetu, na kili uzima kwa biashara zetu, na kili uzima kwa wake zetu, kwa wame zetu, kwa watoto wetu, kwa uzazi wetu, na kili uzima kila mahali kwa jina la Yesu. Asante Mungu kwa sababu umetenda. Asante. Mwambie Mungu asante kwa makofi yako na kwa kinywa chako. Mwambie Mungu asante kwa sababu umetenda. Mwambie Mungu asante kama ulikuwa mgonjwa. Mwambie Mungu asante kwa uponyaji. Kama ni kazi, mwambie Mungu asante kwa sababu umenipa kazi. Hata unapochukua hatua ya imani, Mungu akuongoze miguu yako, aongoze akili zako. Baba, asante kwa sababu umetenda. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba yote tukiwa tumeamini. Sema amen. Amen. Amen.
Amen. Mpe Yesu makofi. Mungu awabariki sana. Yote ambaye ameokoka usiondoke, watumishi wa Mungu wako hapa wataongea na wewe. Mungu awabariki sana. Yote ameokoka utachukua hatua, utaenda kwa Pastor Kevin pale. Yuko pale Pastor Kevin atakuhudumia. Mungu ni mwaminifu. Amen. God bless you.